Umuhimu wa kujua kusudi la maisha yako. Umuhimu wa kujua kusudi kwenye maisha yako. Ni muhimu sana kujua kusudi, au ni muhimu sana kuwa na kusudi. Unapokuwa una kusudi la maisha yako, ni rahisi sana kujua cha kufanya kwa sababu unajua kusudi lako. Dunia ya leo imejaa kelele sana. Imejaa fujo sana, imejaa mambo mengi sana yanayoendelea, ambao kama hutakuwa na kusudi kwenye maisha haya, au utakuwa huna kusudi kwenye dunia ya leo, unaweza ukajikuta umeacha njia yako na umeingia kwenye njia ya watu wengine. Unaanza kuwa mtumwa wa wale watu, unaanza kuwa mfuasi. Ndio maana leo imekuwa ni rahisi sana kuwa na wabunifu wachache kwenye dunia, lakini kuwa na waigaji watu wengi sana. We mwenyewe ni shahidi kwenye maisha yako. Kuna mtu uko hapa unanitazama, lakini hauishi maisha yako tena. Umekuwa fotokopi ya mtu mwingine. Unaanza kuvaa kama fulani anavyovaa. Unaanza kutembea kama fulani anavyotembea. Unaanza kuongea kama fulani anavyoongea. Hata kula, unaanza kula kama mtu mwingine anavyokula. Lakini wewe mwenyewe uko wapi? Ukiona uko namna hii, ujue wewe mwenyewe umekwisha jipoteza tena. Umekwisha jipoteza. Na ili mtu apotee ni kukosa kujua kusudi alilo nalo kwenye maisha. Unapokosa kusudi, haijalishi una matamanio ya ndoto kiasi gani au una matamanio ya maono kiasi gani. Kila ndoto ulio nayo, kila maono ulio nayo, master key ni kusudi. Kusudi la maisha yako ni nini? Kusudi la wewe kuwa duniani ni nini? Unapokuwa hujui kusudi, ni rahisi sana kutolewa kwenye mstari. Lakini mtu uliyefanikiwa kujua kusudi lako, hakuna anayeweza kukutoa kwenye mstari. Utajua nini cha kufanya, utajua mahali pa kufanya, utajua nini kinakupasa kutenda na kwa wakati gani, kwa sababu umejijua kusudi. Watu wanaojua kusudi mjini wanaitwa waliojipata. Umeelewa kusudi lako la kuzaliwa, umeelewa kusudi lako la kuishi, umeelewa kusudi. Kusudi ndio mpango wa Mungu wa kukuumba. Je, umeshawahi kuelewa kusudi lako kwenye maisha yako? Na ukitaka kujielewa kusudi lako, hebu kaa leo jitafakari. Wewe kwa nini ulizaliwa mahali pale? Kwa nini Mungu hakutaka uzaliwe katika nchi nyingine? Kwa nini umezaliwa kwenye nchi yako? Na kwa nini umezaliwa kwenye ukoo ule? Na kwa nini umezaliwa kwenye tabaka fulani? Kwa nini umezaliwa kwenye kabila fulani au mkoa fulani? Kila mahali ulipozaliwa kuna sababu ya wewe kuwa pale. Kwa lazima ujue Mungu amekuleta duniani ili ubadilishe nini. Hujaja duniani ili dunia ikubadilishe, bali wewe umekuja duniani kuibadilisha dunia na kuongeza kitu duniani. Ndio maana dunia ipo tu, lakini wewe una muda wako ambao Mungu ametuma kusudi ndani yako ili uje ulikamilishe katika dunia. Baada ya hapo uondoke, uachie watu wengine. Lakini cha ajabu na kinachosikitisha, kuna mtu leo utaondoka hujatimiza kusudi lako. Hujatimiza kusudi lako. Lakini Mungu ashukuriwe aliyekupa kutazama video hii. Na leo usikubali hata macho yako yapate usingizi. Usikubali hata mwili wako, hata ubavu wako uegamie bila kutafakari maisha yako na kutambua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Tambua kusudi lako. Jenga msingi wa ndoto yako kwenye kusudi. Weka maono yako kwenye kusudi. Shika kusudi lako, anza kuliishi, nawe utafika mbali. Lakini usipokuwa na kusudi, kelele za dunia zitakupoteza sana. Duniani kuna kelele mno. Duniani kuna fujo nyingi mno, mpaka njia yako inaweza ikafungwa. Kwa nini? Haujajua kusudi lako. Mimi sijui kama unatambua kusudi lako au la.
Wewe unayetambua kusudi lako unaelewa ninachokiongea, kwamba unapokuwa una kusudi lako hauendeshwi na upepo tena, hauendeshwi na watu, bali unajiendesha mwenyewe. Na dunia inamuogopa mtu mwenye kusudi, haiwezi kumtikisa. Hata upepo uje, hata dhuruba itokee, hata mvua inyeshe, hata jua liwake, mtu mwenye kusudi hatetereki. Hata mapito yatokee, hata nyakati ngumu zije, mtu mwenye kusudi anabaki imara, kwa sababu anajua niko ndani ya kusudi na hili nililo nalo litapita. Kwa nini? Unapokuwa na kusudi unakuwa una maono. Unapokuwa na maono unakuwa na ndoto. Leo nataka nikufundishe, japo ni somo lingine, lakini nataka nidodose kuhusu tofauti ya hivi vitu vitatu. Katika hivi vitu vitatu, ndoto, maono na kusudi. Nataka nianze na ndoto kwa haraka sababu ya muda, because of time. Ndoto ni matakwa ya kwako. Yaani una ndoto ya kuwa mtu fulani, una ndoto, ni kama matamanio, una wish. Yaani ni kama unatamani kuwa mtu fulani, unatamani kuishi maisha fulani, au unatamani kufanya jambo fulani. Hiyo unapoizungumza inaitwa ni ndoto. Ni kwamba hauoni wala hausikii, lakini una shauku ya kufika huko unakotaka, unakokuongelea. Unasema hakika nimeota nikiwa mahali fulani, kweli nimetamani kuyaishi yale maisha ya ndoto, natamani kuyaishi. Kwa hiyo ndoto ni kama desire, unatamani tu, lakini hauoni wala hausikii. Tunaposema maono ni picha halisi. Mtu anasema ana maono, huyu mtu ana picha halisi. Yaani amekwisha tengeneza album ya maisha yake, kwamba baada ya miezi miwili nitakuwa hapa, baada ya miezi mitano nitakuwa hapa, baada ya mwaka mmoja nitakuwa hapa, baada ya miaka mitano nitakuwa hapa. Huyu mtu sio mtu mwenye ndoto tena. Huyu mtu amevuka kiwango cha ndoto, ameingia kiwango cha maono. Huyu mtu ana maono, ana picha halisi. Lakini mtu mwenye kusudi, mtu wa tatu ni mtu mwenye kusudi. Mtu mwenye kusudi anajua yeye ni nani, licha ya ndoto alionayo, licha ya maono alionayo, lakini anajua yeye ni nani. Kwa hiyo ukija au hali ikija tofauti inayotaka kumbadilisha yeye ni nani, hata kubali, kwa sababu amekwisha kujijua tayari. Lakini unapokuwa huna kusudi, unakuwa bado hujajitambua. Yakija mazingira yoyote yanaweza yakakubadilisha, yakakufanya ukawa mtu mwingine, yakakufanya ukawa mtumwa wa mtu mwingine, yakakufanya ukaenda kuishi maisha mengine, lakini ni nje ya kusudi. Lakini hakuna mafanikio ambayo atapata mwanadamu akiwa nje ya kusudi. Unapokuwa nje ya kusudi, maisha yako yatakuwa ni ya kulia, yatakuwa ni ya kusikitika, yatakuwa ni ya kuumia. Utalalamika kila kitu, utalalamikia kila mahali, utalalamikia kila watu. Utaanza kulalamikia mpaka mwalimu wako wa chekechea. Utamlalamikia mwalimu wako wa chekechea, mwalimu wako wa darasa la kwanza, mwalimu wako wa darasa la 7, mwalimu wako wa form 2. Utalalamikia kila mahali, utalalamikia wazazi wako, utalalamikia kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu umejipoteza katika kusudi lako. Leo usikubali siku ipite bila, baada ya kuiona video hii, usikubali siku ipite bila kujikagua. Kusudi lako ni nini na kusudi la maisha yako ni nini? Maisha bila kusudi hayana ladha. Unapoishi huna kusudi, ni kama mtu aliyekufa lakini ana jina lililo hai. Lakini unapokuwa na kusudi, maisha yana maana sana. Maisha ni matamu sana. Unapokuwa na kusudi, una maana ya kuishi. Unasema ninaishi kwa sababu ninalo kusudi ambalo natakiwa kulitimiza. Lakini na ukiwa na kusudi, kuna vitu hautafanya. Kuna vitu huwezi kufanya ukiwa na kusudi. Maana Bible inasema pasipo maono mtu hawezi kujizuia. Kuna vitu ambavyo ukiwa na kusudi na ukiwa na maono na ukiwa na ndoto huwezi kuvifanya, kwa sababu una matamanio ya maisha yako, una picha ya maisha yako, na una kusudi ya kujua we ni nani. Kuna vitu hautafanya. Kuna vilevi hautatumia, kuna umaraya hautafanya, kuna ukahaba hautafanya. Lakini ukishajijua kusudi lako,
vitu vingi unaviepuka. Kwa nini? Sio kwa sababu we ni bora sana, ni kwa sababu umeelewa kusudi lako la kuishi. Na hata kama ulikushaanza kuingia kwenye vitu ambavyo ni tofauti, vinahatarisha ndoto yako, vinahatarisha maono yako, vinahatarisha kusudi lako. Ukishaanza kujua kusudi lako, utaanza kuona vitu naacha. Kama ulikuwa unavuta bangi, utaanza kuacha. Ulikuwa unakunywa pombe, unaanza kuacha. Ulikuwa maraya, ulikuwa kahaba, unaanza kuacha. Ulikuwa unatukana matusi ya ajabu, ulikuwa chanzo cha mabaya kwa watu wengine, utaanza kuona unabadilika. Kwa nini? Umejigundua kwamba kumbe mimi sio huyu, nilipotea. Kumbe mimi ni mtu huyu. Unaanza kuishi kusudi lako. Kwa nini? Umelitambua. Na leo hebu kaa chini, tafakari. Tafakari kusudi lako ni nini? Una kusudi gani kwenye maisha yako? Una kusudi gani kwenye dunia hii? Hakuna mwanadamu aliyezaliwa akaja tu kama mkebe. Kila mwanadamu aliyezaliwa alikuja na kusudi duniani. Kwa usikubali kusudi lako rife wakati unaishi. Ni kitu hatari sana. Usikubali kusudi lako rife wakati unaishi. Jaribu, hata kama umeshawahi kuanguka, jaribu tena, inuka tena, songa mbele. Hata kama umeanguka, Biblia inasema mwenye haki wangu akianguka hata mara 7 anaweza kusimama. Mungu anakuonesha hata kama umeshawahi kuanguka mara nyingi, lakini bado unaweza kusimama na ukarudi kwenye kusudi lako. Hata kama umeshatoka kwenye kusudi, umeshajichanganya vitu vingi sana, lakini bado unayo nafasi. Still you have another chance. Kwa unaweza ukafanya tena jambo jipya. Unaweza ukafanya jambo jipya tena na likatokea. Kwa bado unayo nafasi, lakini usichelewe. Usichelewe kuchukua hatua, au usichelewe kujifahamu, wala usichelewe kujitambua. Unavyozidi kuchelewa, ndivyo unavyozidi kuwa kusudi lako na ndoto yako na maono yako. Lakini unavyowahi tayari, kwa sababu umepata ufahamu, tayari anza kuchangamka ili kuifikia ndoto yako na makusudi ulionayo. Mungu akubariki sana. Naitwa Pastor Norbert Lemi. God bless you so much. I love you. Thank you for watching me.